Benjamin Netanyahu, Prime Minister of the State of Israel. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Please, order in the hall. Please, order in the hall. Ilikuwa majira ya saa 3 na dakika chache hivi asubuhi, saa za New York nchini Marekani, ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alipewa fursa ya kuhutubia, ndipo ukumbi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ukakosa utulivu. Wajumbe kwa makundi walinyanyuka katika viti vyao na kuondoka, huku wakiwaacha maafisa wa Israeli wakimpigia makofi kiongozi wao, na pia nchi zinazounga mkono Israeli zikasalia katika viti vyao ikiwemo Marekani. Katika eneo la walipotakiwa kukaa wawakilishi wa Palestina kulikuwa wazi, huku katika eneo la Iraq ikibakia picha iliyokusanya sura za baadhi ya watu wao waliouawa na mashambulizi ya Israeli. Bwana Netanyahu kwa mara nyingine tena ameingia na ubao wenye picha ya ramani ya eneo la Mashariki ya Kati, akiutumia kuishambulia Iraq, na kwa kutumia kalamu akiweka alama ya vema kuonesha namna ambavyo Israeli imefanikiwa kupambana na ngome za Iran katika ukanda huo. Katika suti yake kifuani upande wa kulia, Bwana Netanyahu pia ameweka kibandiko chenye QR code na akawaambia watu kuwa Israeli bado inakumbuka tukio lililofanyiwa na Hamas mwezi Oktoba wa mwaka juzi, na kwamba ikiwa watu wamesahau hilo, basi waelekeze simu zao kwenye QR code hiyo kwenye nguo yake ili iwaoneshe madhara yaliyofanywa na Hamas. Lakini wakati huo waziri mkuu huyo wa Israeli ameyasoma majina ya mateka ambao bado wako mikononi mwa Hamas katika eneo la ukanda wa Gaza, na pia akaueleza mkutano kuwa amesambaza vipaza sauti au spika katika eneo lote la Gaza ili anapoongea leo azungumze moja kwa moja na mateka huko walikofichwa. Na hapo wakabadilisha lugha na kuongea kwa Kiebrania, akiwaahidi kuwa atawakomboa. Vile vile amedokeza kuwa kwa namna ile ya kiintelijensia, Israeli imefanya simu leo ziweze kusambaza hotuba katika ukanda wa Gaza, na hivyo akautumia muda huo kupeleka ujumbe mkali wa Hamas kuwa ataendelea kuwadhibiti. Bwana Netanyahu pia ameingia ukumbini na vibao viwili vyenye maswali na majibu ya kichaguzi, japokuwa jibu sahihi kwa mujibu wake na waliojibu kuwa ni all the above, yani majibu yote ni sahihi. Maswali yote yalikuwa yakiwatuhumu Iran, Hamas, Al-Qaeda, Hezbollah na Houthi kuwa pia wanaitakia kifo Marekani na wameua watu wengi Ulaya. Huenda hotuba hii ya Netanyahu ikaingia katika orodha ya hotuba 5 ndefu zaidi baada ya ile ya rais wa Marekani Donald Trump wa Marekani, ya Mahmoud Abbas wa Palestina na Felix Antonio Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambao wote hao walitumia zaidi ya dakika 40 licha muda wa hotuba uliopangwa kuwa angalau dakika 15. Hili ni tukio, mtazamaji wa Nyikani TV Afrika, ambalo limetokea huko nchini Marekani katika ukumbi wa mkutano, ambako mkutano wa Umoja wa Mataifa ulikuwa ukiendelea. Wajumbe hao wanatoka nje kutokana na kuinuliwa kwa ndugu Netanyahu wa Israeli. Nini kitakachofuata? Nini kitaendelea? Na jambo hili linaonyesha nini ambavyo watu wanatazama? Kwa nini wamkimbie Netanyahu ukumbini? Mambo ni kama hivyo yanavyoendelea. Please, order in the hall. Please, order in the hall. Please, order in the hall.